Mimi nina ushuhuda kidogo. Maana Mungu amenipigania mpaka nikafika saizi hii. Mimi wakati sijaokoka, sijafika kanisani huku. Nyumbani mimi nikilala silali usiku. Kuna vitu vinapigana kwenye bati. Kuna vitu vinapigana kwenye bati. Usiku kucha silali mpaka saa 12. Usiku mida saa 8 ikifika natoka nje naenda kuangalia. Hamna kitu sioni. Ni kama nyoka inatembea juu ya bati, mara inakimbia ndani, nikichunguza hivi sioni kitu chochote. Lakini leo namshukuru Mungu kwa sababu vile vitu vyote vimeisha. Amen. Na ninamshukuru Mungu kwa sababu amepigania mtoto wangu wakati usiku silali. Hiyo vitu vinatembea na mtoto anapiga kelele usiku kucha. Silali mimi nikilala na mwekea mkono hivi. Akishashtuka yuko huko sijui kama anifika. Esther jo. Wakati nikilala hivi mimi namwekea mkono. Napata usingizi kidogo tayari kimemkuta na kurupuka. Mara analia. Mara yuko mama nisaidie, mama nisaidie. Ukimshika hivi hata hana kumbukumbu. Asubuhi ukimuuliza hivi hana kumbukumbu. Ukimuuliza nini kitu gani usiku kinamkuta? Anasema hamna, mimi sijui. Nikaendelea kuomba. Yaani sijui kuomba. Mimi nilipofika huko kanisani, nilikuwa naenda kanisa la nyumbani kule. Ila sijui kuomba, msinione hivi. Mimi sijui kuomba. Nasema Mungu msaidie huyu mtoto. Maana mimi sina chochote. Yaani nimeuza ng'ombe zaidi ya karibu ng'ombe 10. Nimeuza dume nikapeleka kwa waganga. Yaani mtoto wangu hakupona. Huyo hapa. Nimehangaika sana. Alikuwa anafanya kiasi. Anazimia akizimia hivi. Hana ufahamu, tunakimbizana, anakimbia nje. Tunakimbizana saa 8 saa 7. Yaani saa hiyo haikosi. Saa 8 saa 7 sisi tunakimbizana na huyu mtoto. Mtoto wangu aliteseka vya kutosha. Msimwone hivi, kichwa alikuwa imevimba sana. Lakini sasa hivi namshukuru Mungu kwa sababu amepata uponyaji. Nikampeleka kwa baba mmoja. Nikamwambia baba, ni nini kitu gani kinatusumbua nyumbani kwetu? Akasema mama, wewe una majini ya kufanyaje? Yaani anataka akupe uganga. Nikasema hiyo kitu mimi sitaki. Na mtoto je anasumbuliwa na nini? Anasema hiyo kitu inakusumbua. Hiyo kitu inasumbua mtoto pamoja na wewe. Kuna mtoto wangu wa kijana pia. Kwamba upewe uganga. Nani awapi? Nani awapi? Wewe uganga. Anasema ni majini. Majini. Okay. Nikamwambia sasa na huyu wa kiume je anasumbuliwa na nini? Akasema nyumbani kwenu wote nitakuwa mpewe uganga. Nikasema ya nini? Bwana kwetu hamna uganga, kwetu kwa mama yangu hamna uganga. Anasema ndio hivyo sasa ukikataa utakufa. Nikasema sasa bora nife. Ndio sehemu ya kukataa kwamba niende kwa mganga nibaki hivi bora nife kuliko kupokea uganga. Umesikia hayo? Piga makofi kwa Bwana Yesu. Nimekaa hivi naangalia mkuyu. Ni kitu gani kinanisaidia ndani ya mkuyu? Nyumbani sitaki nirudi. Nimekaa kwenye mkuyu mpaka saa 6. Sijui mtoto analia, sijui mtoto amekula nini. Mimi nimebaki kwenye mkuyu. Siku nikasema Mungu, naomba unisaidie katika mapito haya. Nisikiliza redio hivi. Saa 7 ya usiku. Redio nasikiliza nikasikia huyu baba anahubiri. Mchungaji Sule. Nikasikia mchungaji Sule anahubiri. Nikasema zile kanisa nitaitafuta mpaka nipate. Ndio nikafika eneo. Nikafika maeneo haya nikaona maana hii kanisa imefungwa. Hii kwanza ni jengo la Mungu. Tukapandisha kule juu. Wakati tunatafuta kanisa, nikafika kwenye kanisa la jirani hapa, wakaniambia karibu tusali. Moyo hajarizika, nasema natafuta zile kanisa mpaka nitakapopata. Yaani nikarudi kutoka kule nikasema sitaki nikasali kwingine. Nikasema nikasali kwa nabii nani Frenki. Nikasema nitafute mpaka nitakapopata ile sehemu. Bwana nimesikiliza kwenye redio. Mimi sikusoma msinione hivi. Mimi nimekulia kwenye nyumba ya ng'ombe. Yaani sijakaa kwa mama yangu. Mimi nimekaa kwa watu. Yaani nikienda shuleni nikakimbia shuleni wakanizuia. Nikasema haya basi. Mara kaniambia nyote hujanyoa wakamnani mwalimu.
Wakamwambia huyu mtoto ni mdogo, wakapokea hela. Ndo basi mimi sikusoma, msinione hivi. Wakati mchungaji anataja namba, nashikaje? Watoto wamelala. Mimi nashikaje hii namba? Nikasema Mungu wewe uniongoze. Nikatoka kule nikasema pale barabarani. Nikamwona mtoto wa shule anakuja huko. Nikamuuliza binti unaenda wapi? Anasema kanisani. Wapi? TAG wapi? Revival. Nikasema ni wapi? Mimi nimezunguka sana, msinione hivi. Yaani nimezunguka vya kutosha. Nyumbani ng'ombe nimemaliza, kuku nimemaliza, nimebaki hivi. Na nina shamba eka hizo. Yaani pembeni nyumbani na eka moja. Eka hizo 3 zote mimi sasa hivi nateseka kwa kuhemea. Mimi sivuni, wenzangu wananicheka. Siku moja kuna mama amefika nyumbani na ananiuliza, "Eti hao watoto wote unawalisha na nini?" Nikasema, "Kwani nikiwapigia kelele mtanisaidia nyewe? Kwani mnauliza watoto wangu?" Akanyamaza akasema, "Kwani mimi naogopa." Nikamwambia, "Unaogopa nini? Mimi ndo najua kwamba watoto wangu nalisha na nini." Ndo akatulia, akanyamaza akasema. Na huyu tatizo la huyu mtoto hii imechukua muda gani? Hii tatizo la huyu mtoto imechukua karibu miaka 10. Anaangukaga tu. Anaanguka. Ndo maana Miaka 10. Miaka 10. Ukahangaika kwa waganga. Nimehangaika miaka. Ukaenda hospitali. Hospitali nimeenda Arusha. Walipompima wakasema hamna tatizo. Tukarudi nyumbani nikaanza kuhangaika. Tulikuwa RC. Mimi sipenda RC ila wenyewe wamebatiza RC. Asa wanaenda RC wanaombea. Nikasema bwana hapa hamna msaada wowote. Nikaanza kuhangaika kwa waganga. Miaka yote 10. Ukifika kwa mganga anakutolea vyombo hivi anasema, "Hebu nitolee nitupie 50,000 hapo." Huna, utafanyaje? Inabidi mtoke nje nilie kwanza, nipate chozi. Mtafanyaje mtoto wangu anakufa? Kuna mmoja akaniambia, "Ukikaa ndani ya siku 2 mtoto wangu hutamuona tena." Nikasema hiyo roho itashindwa. Na sitaka kubali. Bado mimi naendelea kumtukuza huyu Mungu, bado naendelea kumtukuza binadamu. Siku ya siku ndio hiyo nikakata mahusiano ya binadamu, nikasema hapana, sitarudi kwa wanadamu tena, maana Sasa umekuja mtoto kaopewa. Sasa hivi mtoto wako kumwangalia hata sura inampendeza. Sura ni tofauti kabisa. Jamani wangapi wanakumbuka Esther alipokuja? Angalieni sura ya Esther ni ile. Tunakimbizana usiku kwa usiku, tunakimbizana. Nikichoka nasema nimwite nani Mungu wangu. Hii kitu ilimwanza wakati kuna mama mmoja alikuja nyumbani. Akasema, "Ewe Esther, hebu nipe unga." Mtoto akasema, "Mama hayuko, mimi natoaje unga?" Akasema, "Haya, hii mwezi wa pili." Hii sio mwezi wa pili. Mtoto anapoanza kuzimia, mtoto aliita sahani. Ndo akazimia moja kwa moja. Kuanzia saa 12 mpaka 12. Mimi ni mjamzito. Mtoto nilokuwa nao leo ana miaka 10. Je, yeye ana miaka mingapi tangia alipoanza kuumwa? Mkimwangalia ameteseka vya kutosha, lakini leo natoa shukrani kwa Mungu kwa sababu nimetoa kuku, nimetoa ng'ombe, vimeisha. Sasa hivi namtolea Mungu huyu kuku. Bwana amemponya mtoto. Ng'ombe zimeisha, pesa zimeisha, lakini mtoto amepona. Mtoto amepona na mleta huyu kuku. Nimemkamata nyumbani bila baba hata kujua. Aliponiona akaniambia, "Bwana unavamia nyumba?" Nikasema nimevamia kwa sababu nimetoa mengi kwa shetani. Leo namtolea Mungu. Akanyamaza akasema, "Haya, wewe nenda." Shukrani sina maharage. Juzi nilikuwa nimeahidi kilo 2 ya maharage. Nikasema nitapata wapi? Bwana nimeahidi tu ndani sina. Kufika nyumbani mimi nilikuwa nauzaga mandazi kidogo kidogo nyumbani. Nikatembea nikapata kilo 2, nikaleta huku. Hiyo 2. Lakini leo nimepika zaidi ya nimepata kilo 7. Ngoja ndio nikaleta huku. Nikasema nimshukuru sasa Mungu kwa sababu amenitendea yeye. Jamani, haya mambo ya Yesu yanastaajabisha. Miaka 10 ya kuzimia usiku kucha, ndani ya dakika chache Yesu ametenda muujiza wa aina hii. Huyu mwanafunzi aliacha shule kwa sababu ya hiyo haya, lakini sasa anarudi shuleni kwa sababu Bwana amemponya na sasa ni mzima kabisa. Mume wako anasemaje? Amesema unavamia nyumba hii. Baada ya kuona Esther amepona, anaamini uponyaji wa Esther? Alikuwa ameshakata tamaa, hata sasa hivi haamini. Mpaka sasa hivi haamini kama Haamini. anafikiri itamrudia. Akasema nenda kalale baba
siendi kulala kule kwa ajili ya kulinda mtoto. Mungu ameshampona. Hata jana anasema nilikwambia nenda kalale babake. Kwa nini unakataa? Nikasema siendi, simtukuzi tena shetani.